Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Uadui dhidi ya Uislamu na hujuma dhidi ya Uislamu, uadui dhidi ya as-sunna, uadui na hujuma dhidi ya ahli sunna, uadui ni mkubwa sana. Uadui ni mkubwa na njama ni nyingi za kututoa sisi katika mstari wa sawasawa. Tukijisahau tukawa tunaelekezeana vidole wenyewe kwa wenyewe bila sababu za msingi, dini hii itatushinda. Na tukigeuka sisi nyuma kwenye dini, haina maana kwamba dini itakufa. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, kama nyinyi mtakengeuka mkarudi nyuma, mkageuza migongo, mkaiacha dini, Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha hawatakuwa kama nyinyi. Wewe ukisema kwamba mimi Uislamu bwana, basi bwana, kama ni mambo yenyewe haya, sunna ndio hii, mimi basi bwana, basi. Lakini ujue kwamba waidhuru nafsi yako, na watapatikana watu wengine watakaoisimamia dini hii, na hawatakuwa watu waovu na wenye akili mbaya kama wewe. Watapatikana watu wa kisawasawa, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itanawiri na itashamiri. Kwa hiyo, kwa maslahi ya nafsi zetu hapa duniani na kesho akhira, ni lazima tuipiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kimkakati na mipango na utekelezaji, na sio kwa maneno au kwa jazba na hamasa. Na hatua kubwa kabisa za kuleta mafanikio na uhai katika dini yetu, ni lazima tuamue tubadilike kielimu. Mfumo wetu wa mabadiliko upitie kwenye ilmu, kwamba ni lazima elimu ya dini yetu kwanza ipewe kipaumbele, kwa sababu hakuna mwingine atakayesoma dini kwa niaba yetu kisha atutekelezee Uislamu wetu na hali ya kuwa yeye si Muislamu. Tunaweza kutibiwa sisi na asiyekuwa Muislamu, awe ni Budha, awe Yahudi, awe Nasara au mwingine yote. Ndio maana mwenda bara Hindi, mwenda watibiwa na watu ambao sio Waislamu, kwa sababu Uislamu haujakataza jambo hili. Lakini huwezi kuswalishwa wewe na kafiri, huwezi wewe kuhukumiwa kama kadhi wako kafiri, haiwezekani. Lakini tunaweza kujengewa majengo yetu, mainjinia wetu wakawa ni makafiri, haiwezekani. Hii haina maana ya kwamba tusisome elimu za kilimwengu ili tujitosheleze, lakini nataka kusema kwamba kuna mambo ndani yetu sisi Waislamu hayana budi ila tuyasimamie wenyewe. Sasa kama sisi hatukuyasoma na hatukuwa na mkakati wa kusomesha watoto wetu na vizazi vyetu, ni nani atakayesimamia mambo haya? Kwa hiyo, kwa hili nasema ni lazima mabadiliko yapatikane kupitia sisi kwa mfumo wa elimu, na elimu ndio uhai wa Uislamu, ndio utukufu wa Uislamu. Miji inaingia nuru kwa sababu ya ilmu, nchi zinaingia nuru na zinakuwa hai kwa sababu ya ilmu. Mahali popote pale elimu ya kweli ikifanya kazi, utaona mabadiliko na kheri, na nuru itaingia mahali hapo. Hili lazima tulifahamu. Na mahali popote pale elimu ya dini ikifa, utaona athari yake, giza litaonekana pale. Kwa hiyo, ni lazima sisi wenyewe tuwe na mipango ya kusoma dini, na pia tuwe na mipango ya kuwasomesha watoto wetu. Sio mipango tu na matamanio ya nafsi, lazima utekelezaji uwepo.